Wakazi wa Embu Town na vitongoji vyake wote kwa pamoja tunaelekea Embu Town Kanjulu beside Bondel Lodge. Apostle na nabii mkuu Isaac Nyaga amewasili. Ni askofu na nabii mkuu Isaac Nyaga wa kanisa la Evangelism Miracle Church International Embu Town Kanjulu beside Bondel Lodge. Anawakaribisha watu wote kwenye ibada kubwa kabisa ya uponyaji wa papo kwa papo, unabii wa papo kwa papo, ukombozi wa papo kwa papo kwa damu ya Yesu Kristo. Kumbuka ibada hii kubwa Jumapili hii, muda ni kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 8 kamili mchana. Walete watu wote wanaosumbuka na magonjwa mbalimbali na shida mbalimbali, wote wataponywa kwa jina la Yesu Kristo. Unaota ndoto mbaya, unasumbuliwa na mikosi ya pesa, unasumbuliwa na wachawi, mambo yako hayaendi vile unavyotaka, njoo katika ibada kubwa kabisa ya Jumapili hii ili upokee ukombozi wako kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka, askofu mkuu Dr. Isaac Nyaga atakuombea, atakufungua na atakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0724272063 au 0746885849. Ni kwa watu wote, dini zote, wote mnakaribishwa na Apostle na nabii mkuu Isaac Nyaga. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. To Jehovah. Msikilizaji wangu na mtazamaji wangu mahali popote ulipo, nimekusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Apostle Gitonga James, na Yesu ni Bwana. Ninampenda huyu Yesu Kristo ambaye aliye na uwezo na nguvu na mamlaka, Yesu ambaye anayekomboa, Yesu ambaye anayeponya, Yesu ambaye anayebadilisha maisha ya mtu ambaye aliye katika maisha mangumu, mtu ambaye anayeteseka, mtu ambaye anayefinyirika. Wakati Yesu Kristo ameingililia kati, mambo yote yanakuwa mazuri. Nataka nikuambie hivi msikilizaji wangu na mtazamaji, ya kwamba siku ya leo ni siku yako ya kufuka. Tunaenda kuongea kuhusu kufuka siku ya leo. Ni kwa sababu kuna watu wengi ambao wameishi katika kiwango kimoja kwa muda wa miaka mingi, kwa muda wa siku nyingi, na baadaye unapata ya kwamba mtu ya kwamba hatoki mahali alipo. Inawezekana ninaongea na wewe mtazamaji wangu ya kwamba haujawahi toka mahali ambapo ulipo. Inawezekana umekaa katika hiyo eneo katika muda mrefu, lakini ukweli ni kwamba wakati ambapo nguvu zake Yesu Kristo zimeanza kufanya kazi, lazima maisha yako yabadilike, lazima ukapate kutoka na kuondoka na kwenda katika kiwango kingine. Wakati wako wa kufuka ni sasa. Hautakaa katika kiwango kimoja kwa hiyo muda wowote ambao umekaa. Ni kwa maana kuna mambo mengi ambayo husababisha mtu aweze kukaa katika kiwango kimoja katika maisha ya mwanadamu. Kama kuna kiumbe katika hii dunia huwa na vita nyingi sana, hupigwa sana, ni mwanadamu. Mwanadamu anaye adui mkubwa sana, naye ni Ibilisi, Shetani. Naye huyu Shetani anao wajumbe wake hapa duniani, nao ni wachawi, waganga na mizimu ya kila aina. Inapomfamia mwanadamu, inapokufamia wewe, inawezekana wa wewe kuishi katika kiwango kimoja kwa muda mrefu, ni kwa sababu ya vile ambavyo vifungo zimefanya kazi. Nataka nikapate kukuletea neno, na kabla sinja kuletea neno, kabla sinja soma neno, nataka uangalie hiyo namba iko hapo chini na useme ya kwamba uniandikie message, uniambie nataka kufuka. Maana kufuka ni kwa kila mwanadamu. Hakuna mwanadamu ambaye anayestahili kuishi katika kiwango kimoja. Na pia hata wewe, wakati ambapo ulipozaliwa, haukukaa pale tu utotoni. Uliendelea kwa kukua, kwa siku moja ukaendelea, wiki mbili, mwezi moja, miezi tatu, miezi 12, ukaitwa mtoto wa mwaka mmoja, kumaanisha ya kwamba
ulikuwa unatoka mahali fulani katika umri fulani ukienda katika umri mwingine. Same case, na hata maisha yako yanafaa kuwa hivyo, na pia mambo yako ya kimsingi, mambo yako yale unayoyafanya inafaa kuwa vivyo hivyo. Hebu nikapate kukuletea neno alafu uniandikie message nataka kufuka katika hiyo namba iko hapo chini ya screen yako. Maandiko katika kitabu cha Marko 4 mstari wa 35 inasema, siku ile kulipokuwa jioni akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauchukua mkutano, wakachukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingi vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kunjaa maji. Huyu ni Yesu Kristo, waliokuwa pamoja na yeye kando kando ya ziwa Galilaya. Na walipokuwa pale kando kando, walikaa mahali pale kwa muda mrefu. Watu wakawasoea mahali pale, wale ambao hata pengine walikuwa wamesoea kuwapea misaada, na wengine walikuwa wamesoea hata kuwapea sadaka, na wengine walikuwa wamesoea kuwashika ugeni na kuwakaribisha na kuwapea mali yao. Inawezekana walizoeana na wao, na walipokaa mahali pale sana, Yesu akaangalia na akaona ya kwamba hawa watu kutoka hapo hakuna kitu inaendelea. Yani hata mambo mengi ikawa ni kana kwamba imekwama. Na kwa maana mapenzi ya Yesu Kristo ni ya kwamba kila mtu akapate kutoka katika kiwango kimoja na katika jambo moja na kwenda katika jambo lingine. Akawaambia mahali ambapo tumesoma, na tuvuke twende katika ng'ambo ingine. Ndio sababu ninakwambia siku ya leo unafaa kuvuka. Ni kwa maana kuna nguvu na kuna uwezo na mamlaka. Wakati ambapo nabii wa Mungu ametamka, wakati ambapo mtii wa mafuta ametamka, Yesu akatamka, kwa maana ni mtii wa mafuta wa Mungu, yaani jina lake anaitwa Mesia, mtii wa mafuta wa Mungu, mpakwa mafuta wa Mungu. Akasema na tuvuke twende katika ng'ambo ingine. Na kwa maana neno la nabii ni sheria. Akisema na tuvuke, ilo sauti, ilo neno linakuwa na uwezo na linasababisha ilo jambo liweze kutendeka. Ndio ninakwambia ya kwamba niandikie message ambayo kwa namba hiyo iko hapa chini, uniambia ya kwamba nataka kuvuka. Na ndio sababu ninakuambia wakati ambapo umeishi katika kiwango kimoja sana, ninaongea na wewe ambaye unanitazama siku ya leo, ya kwamba ina uwezekano katika kazi unayoifanya haiendelei, haipanuki. Umejaribu hata kwenda kwa Cyrock uipepetee, uiongezee stock, hii biashara haiendelei. Miezi imepita, mwaka umepita, siku zinasonga, na ukiangalia kutoka wakati ambapo ulianza, ile stock ulianza nayo ina uwezekano hata saa hii ile ulianza nayo unaiangalia inakosekana. Na umewekeza pale, umeongeza pesa, umekopa mpaka maron, na unapoendelea kukopa hata ujui mahali inaenda, auoni kuendelea kwake. Hiyo kiwango utaendelea kukaa kwa hiyo kiwango mpaka wakati gani? Ni lazima ufike mahali ukasirike na useme siku ya leo nataka kuvuka. Ni mpaka wakati utakapokasirika na useme ya kwamba sitakaa katika hii kiwango tena, na useme ya kwamba nataka kuvuka. Na wakati ambapo utakata kauli na uamue ya kwamba nataka kuvuka, nakwambia ukweli ni kwamba lazima uvuke. Ni kwa maana jambo lolote ambalo litakalo faulu linaanza na wewe.
Ewe mwenyewe ndiye unayefaa kwanza ukate kauli na useme ya kwamba, na uamue na ufanye maamuzi mzuri katika moyo wako, na useme ya kwamba nataka kufuka, ya kwamba mwezi tunaoelekea haitakuwa mwezi wangu wa kukaa katika hii kiwango tena. Maisha ambayo nimekaa haitakuwa vile tena. Ni lazima nikafuke na nitoke katika hii kiwango, maana imenifinyilia, imenitesa. Wale ambao wengine tulianza pamoja na wao wameendelea, wamesonga, na mimi sijaelewa ni nini ambacho kinakula kingine. Sijui kama umewahi fika mahali ukaanza kutafakari, kuwaza na kuwazua, na ukanjiuliza, ndani ya maisha yangu na katika hii kazi ninayoifanya ni nini kinakula kingine, ya kwamba siendelei na isi katika hiki kiwango na sioni mapandiriko yoyote. Mapandiriko ni lazima yakapatikane wakati ambapo utakapofanya maamuzi na useme ya kwamba nataka kufuka. Niandikie message kwa hiyo namba iko hapo na uniambie ya kwamba nataka kufuka. Ni kwa maana lazima ukapate kufuka. Maandiko inatuambia ya kwamba wale wanafunzi waliokuwa pamoja na Yesu Kristo walisikia sauti ya Yesu Kristo na wakaitii. Hakuna kitu cha muhimu kama kutii. Wapendwa, kile ambacho kimesababisha mambo mengi yakapate kuleta matatizo na shida ni watu wamekosa utiifu. Wakati utakapokosa kutii jambo ambalo limetoka katika kinywa cha mtumishi wa Mungu, hapo ndipo maisha yako yatazidi kulemaa na kukaa katika kiwango kimoja. Wanafunzi wa Yesu walipoambiwa na Yesu na tufuke twende katika ng'ambo ingine, waliweza kutii na wakakubaliana na Yesu Kristo. Sijui ni mambo mangapi ambalo umewahi sikia ukweli hili jambo linalonenewa na huyu mtumishi limetoka kwa Mungu. Halitoki kwa huyu mtumishi tu, limetoka kwa Mungu. Ukaweza kulipinga, ukalizuilia wewe mwenyewe, ukakosa kulitenda vile ambavyo liliokuwa limesema. Hiyo ndiyo ilikuwa mwanzo wako wa kuishi katika kiwango unachokiishi. Sasa siku ya leo nataka utii na useme ya kwamba nataka kufuka. Ni kwa maana sauti inayokunenea dakika hii na siku ya leo ni ya kwamba uweze kufuka, na ni neno na ni maneno yaliyo na uwezo, yaliyo na mamlaka, na ninakutamkia maneno yaliyo na uwezo na yaliyo na mamlaka, nikisema ya kwamba na ufuke na uende katika kiwango kingine. Ni maneno yaliyo na uwezo, maneno yaliyo na mamlaka, ya kwamba ina uwezo wa kukutoa katika hiyo kiwango na kukufikisha katika kiwango kingine. Yani kama vile ambavyo maandiko inavyosema ya kwamba na Ezekieli akachukuliwa na Roho wa Mungu, vivyo hivyo ndivyo hata haya maneno yaliyo na uwezo wa Roho na nguvu za Mungu ya kukuondoa katika kiwango ulicho nacho na kukupeleka katika kile kiwango ambacho kinafaa kuwa chako. Kiwango ulicho nacho sio chako. Kiwango ambacho ulio kwa wakati huu sio yako. Umeishi kwa kanyumba kale ambapo ulitailiwa ukiwa kijana, ulikuwa kwako kanyumba, ukaoa ukiwa kwako kanyumba, na mpaka saa hii uko na mke na uko na watoto na uko kwako kanyumba mpaka siku ya leo. Ndio sababu ninakutamkia na ninakwambia kama nabii na mtumishi wa Mungu ya kwamba hiyo kiwango unavaa utoke na kwa uwezo na mamlaka, na kutamkia siku ya leo na kutamkia dakika hii ya kwamba uondoke katika hiyo kiwango na uende katika kile kiwango ambacho kinafaa kuwa chako. Hebu njilinganishe na watu wengine, uone wale ambao mlioanza pamoja na wao saa hii wako wapi. Wengine hata kuwasalimia hauwezi ukawafikia mahali walipo saa hii. Ni kwa maana viwango zao
sinaendelea kupanda kila kuchao, lakini yako iko mara pale pale. Kutii kwako ndiko kutasababisha siku ya leo uweze kuondoka na kufika katika kile kiwango ambacho kinachofaa kuwa chako. Maandiko inasema ya kwamba na wakakubaliana na Yesu, wakatii sauti ya Yesu Kristo, na wakaamua kuchukua marikebu na wapande na waende katika ng'ambo ingine. Walipochukua hatua na wakapanda marikebu na wakaanza safari yao, maandiko inasema ya kwamba kukatokea upepo na mawimbi, yani dhoruba, ikakipiga kile chombo. Ilipopiga kile chombo, hata chombo kikaanza kujaa maji. Ninaongea na wewe msikilizaji na mtazamaji wangu siku ya leo ya kwamba katika wakati huu uliopo kwa sasa, mawimbi yametokea katika maisha yako. Dhoruba imekupiga. Imekupiga ni kwa sababu gani? Sababu ambayo inayosababisha wewe uweze kupigwa na hii dhoruba ni ya kwamba kuna roho inayokutazama, ile inaitwa monitoring spirit. Inapokumonta, inaona ya kwamba uko karibu, uko tayari kuvuka katika kiwango kingine, yani mahali unaelekea kuvuka. Ninaongea na wewe siku ya leo ya kwamba wakati ambapo unapofanya mambo yako vizuri, unapoanza kazi yako, wakati inaanza kupik, wakati inaanza kuendelea, unapata ya kwamba hapo ndipo mambo mengi inapotokea. Vita inatoka kila upande, mara magonjwa yanatokea. Zile pesa ulikuwa umekusanya angalau siweze kukuinua kidogo, sikuondoe katika hiyo hali uliokuwa. Bara moja hiyo magonjwa inakuja, inakula hiyo pesa, na baadaye unaishi pale pale. Shinda hata sio magonjwa, shinda ni kile ambacho ulikuwa nacho, kile ambacho hii mapepo iliona, ikaangalia ikaona hii pesa ulio nayo, hii vitu uko nazo, sitafanya uende katika kiwango kingine. Inakupiga, inaanza kukurudisha nyuma. Naongea na wewe siku ya leo, ewe ambaye wakati ambapo unapopanga na unafanya mambo yako na mipangilio yako vizuri, na unakusanya vitu zako vizuri, na unaamua ya kwamba hii mwaka ni lazima niweze kujenga. Unaanza kutayarisha pesa, mwingine anaanza kutayarisha hata material, unaweka. Ni vibaya sana upate mtu ameandaa mpaka material za kujenga, alafu baadaye aanze kuuza. Ulimwaga mawe, ukatayarisha vitu vingine, baadaye hiyo mawe ilipokaa mahali pale, ukaanza kuiuza kidogo kidogo. Saa hii hakuna hata moja. Ulikuwa umenunua mpaka mabati na ukaweka kwa nyumba, hayo mabati ikafika mahali hata ukaiuza, kumaanisha ya kwamba kuna pepo linalokufuata, linalokuandama. Kuna manguvu za giza, manguvu za kiupepo, za kimapepo, ile ambayo iliyoamua, ile ambayo iliyopanga. Hakuna wakati ambapo utakapoinuka, hakuna wakati ambapo utafika katika kile kiwango kingine. Hakuna maisha mabaya kama hiyo ambayo unayoishi, ya kuishi katika kiwango kimoja mpaka inafika mahali unachekelewa na wale wandogo kukuliko. Yani unapata wewe ndiye mkubwa, na baadaye unapata wewe ndiye mambo yako, wewe ndiye unakaa kama wewe ndiye wa mwisho. Ni kama ulianza kutafuta pesa juzi. Watoto wamezaliwa, wameinuka, wamepata mali, wameendelea, wamekuacha tu pale pale ukiwa mahali ambapo ulikuwa. Wengine hata wanaanza kukuchekelea. Hakuna kitu kibaya, hakuna kitu inayouma moyo kama kuona ya kwamba wale ambao wengine mliozaliwa na wao,
wale ambao mliokuwa marafiki, wale ambao mlioanza pamoja na wao wameendelea, wamekupita, na saa hii unaona kama na kwamba ni madharau. Andika message, niandikie message, uniambie ya kwamba nataka kufuka, na ninataka nikuhakikishie ya kwamba lazima uweze kufuka. Maloo hii iliangalia ikaona ya kwamba wanafunzi wake Yesu Kristo wataweza kufika katika ile ng'ambo ingine, na hapo ndipo walipofika katikati. Marikabu ikaanza kupigwa, na ilipoanza kupigwa na ikaanza kuingia maji. Ndio sababu ninakwambia siku ya leo ya kwamba wakati utakapoona maisha yako imeanza kutingizwa, yaani kuna manguvu fulani imeanza kuinuka kinyume na maisha yako, wakati mwingine unapata ya kwamba unainukiwa na unawekelewa kitu ambacho hata hujakifanya. Unapata makesi imeanza, na makesi haifuatilii kitu ingine, inafuatilia ili uweze kukulwa pesa, uweze kupoteza pesa yako, utumie mali yako, utumie pesa yako mpaka urudi mahali ulipo. Ongea na wewe mzazi siku ya leo. Kunayelia, kunayehangaika, kunayejiuliza ni mpaka lini hawa watoto wangu wataishi, nitaishi nikiona wakiteseka. Hawa ni vijana wako hapa, hawaoi, watizana ndio hawa, hawaolewi. Yaani mzazi unaendelea kuwa na kilio, na sio kilio ya siku moja, ni kilio ya muda mrefu. Umeishi na unashindwa ya kwamba hili jambo litaendelea mpaka lini? Ni wakati gani nitakapoona huyu kijana yangu amekuja na mke na watoto? Ni kweli shamba lipo, watoto wake hawawezi wakakosa kitu ya kukula na kunywa, lakini saa hii ndio hawa shetani amewasambaratisha ili uzao wako usije ukaendelea, uzao wako usije ukapanuka. Yaani unawekewa kiwango fulani na shetani ili usije ukafika katika kiwango kingine. Kuna jambo ambalo linaleta matatizo na linaloleta shinda wakati ambapo umeamua kufuka upite ile mpaka uliowekewa. Na watu wengi hapo ndipo hawajawahi fikiria ni kwa nini kila wakati umekondesa nyumba ni kweli ni ndogo, lakini imefika mahali ukaona umejisqueeze hapo kabisa, maana pengine uko na mpaka watoto wameanza kukua, lakini kale kanyuma umejisqueeze hapo. Wakati ambapo unaamua kupanga uende katika nyumba kubwa, mtoto ndiye huyo amegojeka, mala maradizo ndiyo haya, yaani kinchipepo kinakuingililia na kinakukakalia. Na wakati mwingine inawezekana hili jambo ninalokuambia umewahi liona, ni vile au kuweza kupata revelation, yaani ufunuo wa kuelewa hii kitu ni nini. Maana inawezekana ulikuwa umeota ndoto na ukaona ya kwamba huko katika shule ile ambayo ulikuwa katika nursery, wakati mwingine ukaota ukiwa town, na ukaota ukiwa kule nyumbani mahali ambapo tena mlizaliwa, pengine kwa ile nyumba ambayo ilikuwa mzee, mahali ambapo mlikuwa, bila ya kuelewa ya kwamba kuna kinchilo fulani akitaki ya kwamba hewe uweze kufuka na uende katika kiwango kingine. Matatizo kama haya inafaa mtumishi ambaye haliye na mafuta aweze kutamka jambo kama hili ambalo ninalo kutamkia siku ya leo, na nikimalizia nitaweza kuomba pamoja na wewe, maana ninaanjua ya kwamba ninaongea na mtu, ninaongea na wewe siku ya leo ambaye umekaa katika kiwango kimoja kwa muda mrefu sana na ukaanza kushindwa. Ni nini kinaendelea? Mwingine amefika mahali akaona hapana, hapa nimefika mwisho. Ndio sababu unaona ya kwamba mwingine anafika mahali hata anafikiria kujitoa uhai, maana anaona ya kwamba sasa kiwango alichowekewa hataweza kutoka katika hii kiwango. Nakwambia siku ya leo, wacha weka kamba kando,
Weka kitanzi kando. Penge ulikuwa umenunua hata ndawa, huweze kujitoa uhai, ukunywe ndawa ufe, maana umeangalia katika masingara yako na ukaona ya kwamba hautaweza kupenya tena, mwisho wako umefika. Hakuna haja ya kujitoa katika hii dunia. Kuna nafasi ingine. Nafasi iko. Mimi nataka nikwambie ya kwamba kuna neema mpya inafanya kazi. Kuna upako unafanya kazi. Kuna nguvu za Mungu zinafanya kazi. Nataka nikapate kuomba pamoja na wewe. Nataka uniandikie message na uniambie ya kwamba nataka kufuka. Niandikie message uniambie nataka kufuka. Na ninaamini na ninaensure ya kwamba kuna uwezo, kuna nguvu, kuna mamlaka inaofanya kazi pamoja na wale ambao wanaolitii na kuweza kusimama kama vile neno la Bwana linavyosema, na kutii sauti iliyo na mafuta. Hebu nikapate kuomba pamoja na wewe mtazamaji wangu, na ninaamini ya kwamba neema ya Yesu inaenda kukalia katika maisha yako na uwezo wa Mungu unaenda kufanya kazi katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa neema uishio milele, ninamuombea huyu mtazamaji wangu mahali popote alipo. Ninamwekea mikono iliyo na uwezo na iliyo na nguvu na iliyo na mamlaka na uwezo unaotoka kwako Bwana Yesu Kristo, nikimfungua kutokana na kila vifungo ambazo zilimzuilia kuweza kutoka na kuenda katika kiwango kingine. Nimetamka siku ya leo ukafuke na uende katika kiwango ambacho unachostahili kwenda kwa jina la Yesu Kristo. Ufuke na uende katika kiwango kingine. Utoke katika hiyo eneo, utoke katika hiyo kiwango. Fuka kuanzia siku ya leo. Hautaishi kwa hiyo kiwango tena. Hautaishi na kilio tena. Hautaishi na mahangaiko tena. Hautaishi na kilio tena. Toka katika hiyo kiwango, ufike katika kiwango unachostahili kufika. Andika tu ujumbe ya kwamba nataka kufuka, na Bwana Yesu akubariki na kutendee mema. Neema ya Yesu iwe pamoja nawe. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu mahali popote ulipo, mimi ni mtume na nabii Isaac Nyaga wa kanisa la Evangelism Miracle Church International, Embu Town, Kajuru, beside Modern Lodge. Nimekuja nikukaribishe ibada zetu za wiki katikati, every Tuesday, Thursday na this Sunday. Ni prophetic healing and deliverance service. Narudia tena, ninakukaribisha. Je, ni wewe umerogwa? Je, ni wewe una magonjwa? Je, ni wewe vitu vyako vimepotea? Je, umepoteza nyota? Je, umepoteza matumaini? Je, una madeni yasiyolipika? Nataka upige simu sasa hivi kwa hiyo namba inayopita hapo sasa hivi, nikutabilie na nikuambie majina yako na shinda yako kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Tukutane na wewe katika Jumapili hii pamoja na watumishi wa Bwana. What God can do, no man can do. Piga simu sasa hivi, nikuite kwa majina, nikuvishulie siri zako saa hii. Umechelewa, piga simu sasa hivi. Chelewa utakuta mwana si wako. Piga simu sasa hivi. Nasikia unabii umejaa. Piga simu kwa hiyo namba iko hapo, nikutabilie. Shalom. Niite mtume na nabii Isaac Nyaga. Wakazi wa Embu Town na vitongoji vyake wote kwa pamoja tunaelekea Embu Town, Kanjulu, beside Modern Lodge. Apostle na nabii mkuu Isaac Nyaga amewasili. Ni askofu na nabii mkuu Isaac Nyaga wa kanisa la Evangelism Miracle Church International, Embu Town, Kanjulu, beside Modern Lodge. Anawakaribisha watu wote kwenye ibada kubwa kabisa ya uponyaji wa papo kwa papo, unabii wa papo kwa papo, ukombozi wa papo kwa papo kwa damu ya Yesu Kristo. Kumbuka ibada hii kubwa Jumapili hii, muda ni kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 8 kamili mchana. Walete watu wote wanaosumbuka na magonjwa mbalimbali
mbalimbali na shida mbalimbali, wote wataponywa kwa jina la Yesu Kristo. Unaota ndoto mbaya? Unasumbuliwa na mikosi ya pesa? Unasumbuliwa na wachawi? Mambo yako hayaendi vile unavyotaka? Njoo katika ibada kubwa kabisa ya Jumapili hii ili upokee ukombozi wako kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka, Askofu Mkuu Dr. Isaac Nyaga atakuombea, atakufungua na atakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0724272063 au 0746885849. Ni kwa watu wote, dini zote, wote mnakaribishwa na Apostle na Nabii Mkuu Isaac Nyaga. What shall I render